Basi karibu katika shule ya Biblia leo Jumapili. Tuko katika mlango wa 21 kama tulivyosomewa. Ni wiki ya pili ndani ya mlango wa 21. Mlango wa 21 wiki ya kwanza tuliona somo kubwa lilohusu ilikuwa linahusu Yesu alipo Petro alivyorudi nyuma. Alirudi kuvua samaki. Kwa hiyo tulisoma mistari minane. Kwa hiyo sitarudi nyuma zaidi kuweza kurejelea hayo. Masomo yetu kama tulivyosema yanapatikana sehemu nyingi, yanapatikana kwenye mitandao karibu yote. YouTube, kwenye website ya kanisa, kwenye Facebook na yako kwa sauti na kwa video. Kwa hiyo yanapatikana yote. Kwa hiyo hatutarejelea habari za kurudi nyuma na kuvua samaki. Yesu alikuwa shamwambia Petro akasema anasema nitakufanya kuwa mvuvi wa watu, nifuateni. Baada ya Yesu kuwa ameondoka kidogo pale, Petro akataka kurudi nyuma kwenda kufanya kazi ile ile na hakufanikiwa kimsingi. Kwa hiyo ilikuwa ni somo la Jumapili. Wiki hii leo tutasoma kichwa hoja mbili kwenye hii mistari tuliyosoma ya leo. Tutasoma hoja inayohusu na tutaona kwamba hatuyasomi ili kusudi tujue ni nini kilitokea. Hapana. Tunaweka kwenye maisha yetu ya kila siku. Lengo kubwa ni kuelewa nini kilichotokea, lakini lengo kubwa zaidi ni kuona yanakuhusu vipi wewe na mimi tunaosikia leo. Kwa hoja kwa tunaiona leo na naweza kusema ndio inabeba ujumbe wa somo kubwa. Ni vitu viwili, lakini kimoja cha kwanza kinasema Yesu huwalisha walio wake. Yesu huwalisha walio wake. Tusome kuanzia mstari wa 9 pale mpaka wa 14 tunasoma tena. Anasema kuanzia mstari wa 9 anasema basi aliposhuka pwani akaona huko moto wa makaa na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akamwambia leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simoni Petro akapanda chomboni akavuta jarife pwani limejaa samaki wakubwa 153 na ijapokuwa ni wengi namna hiyo jarife halikupasuka. Yesu akawaambia njoni mfungue kinywa, wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyethubutu kumuuliza unani wewe, wakijua kuwa ni Bwana. Tunaona hiyo mistari na hata mbele kidogo tunaona kwamba Yesu anakutana na kina Petro wakiwa katika hali ya kukosa. Walikuwa wamerudi kwenye maisha yao ya kale. Lakini alipokutana nao hakuanza kuwashutumu. Anasema vipi mbona mko kumnavua? Mimi si nishawazuia. Hapana. Kitu ya kwanza aliwaambia akasema wanangu mna kitoweo. Wakamwambia tumevua usiku kucha hamna kitu. Akasema rusha nyavu, rusha jarife upande wa kuume. Wakapata samaki 153 wakubwa na jarife halikupasuka. Anawalisha katika udhaifu wao. Baada ya hapo anaona kwamba haitoshi kwenda kuvua samaki alafu wakabaki pale. Labda watauzwa. Hapana, akasema ngoja nitengeneze mazingira ni kama muujiza. Wakaona moto, huoni huu moto nani alikuwa ameuandaa? Ni Kristo mwenyewe. Wakaona na samaki wa kuanzia pale, akamwambia na Petro akasema lete na wale wengine, wakaanza kuoka wale samaki, wakaanza kula. Mstari ule wa 10 na mbili anasema Yesu akawaambia njoni mfungue kinywa. Kwenye King James anatumia neno moja tamu sana, anasema come and dine. Njoni mle, njoni mshibe. Hakuanza kuwauliza kwamba Petro vipi mbona ulinikana? Sisi tulishakubaliana kwamba tusaidiana Hapana, ingekuwa mimi na wewe unajua tungeanza kwanza kutafutana sababu. Amina. Lakini Kristo akasema hawa wana njaa. Hawa wana hofu. Hawa hawana kiongozi. Hawa wako hivi na hawa ni wanadamu pia. Biblia inasema tulikombolewa na Kristo kwa sababu hakuna mkombozi mwingine anaweza kutokea ambaye ana uungu wa mbinguni lakini pia akawa na sura ya mwanadamu, akajua madhaifu ya mwanadamu. Akajua njaa ya mwanadamu, akajua njaa, akajua shida, akajua hofu, akajua kuanguka kwa mwanadamu na kujikwaa. Lakini je, kama tusipoyasikiliza haya maneno
Tukaja hapa tukasema bwana tukarukaruka. Tutawezaje kujua habari za Kristo? Tutajua habari zetu wenyewe. Tutajua midundo na ngoma na vitu gani, lakini lazima turudi ndani tujue Kristo. Kuna sehemu nyingine anatuwajibisha moja kwa moja, anasema hapana, hicho acha, nataka hiki. Sehemu nyingine anasema hapana, katika udhaifu wako njoo ule. Kama ni dai. Chakula hicho kaandaa mwenyewe. Kile chakula hakikuwa, kwani walikuwa wamevua samaki wale wao? Walikosa samaki. Kristo akawaleta wale samaki. Moto walikuwa wameokoka wao? Hapana. Ule moto ulikuwa wa Kristo. Hata leo tutakuwa, mimi sikuwa nimepanga ili somo liangukie kwenye siku ya kukusanyika na kula pamoja. Hivi vimekutana tu. Vilikuwa vimepangwa pamoja. Kwa sababu hiki kitabu tulianza mwaka jana, nadhani mwezi wa 6. Ati ule wa corona hapa. Hatukukimaliza mpaka sura 21, tumekaa humo kwa muda wa wiki karibu 60. Sehemu nyingine tukaa wiki 4. Mungu akaona tu siku ambazo zimekutana, akaona atukumbushe kwamba hiki chakula hakuna wanadamu anayekiandaa. Huwezi kusema kwamba mimi nimewalisha wanadamu, hapana. Kristo anawalisha. Unajua kwa nini mimi wakati mwingine natumia sayansi? Kiangalia hiyo mimea hiyo. Hicho chakula kinatengenezwa katika mimea kwa nguvu za kisayansi, kwa process inaitwa photosynthesis. Haifanywi na wanadamu. Haifanywi na wanadamu, ni Mungu tu anaamua, anasema ili kusudi ile mimea iweze kuzaa chakula watu waweze kula. Lakini pia wanadamu tunataka kukaa kwenye njia ya Mungu na anatupa vitu tunavifunika, tunataka kuvitunza sisi wenyewe. Hapana. Kwa hiyo tunaona kwamba hoja ya kwanza Kristo huwalisha walio wake. Na hawalisha hata walio wake peke yake. Biblia inasema ni mwenye rehema, huanyeshea mvua wenye haki na wasio haki kwa pamoja. Lakini lengo lake kubwa, anasema msichoke kutenda wema hasa kwa jamii ya watu wanaoamini. Sawa, Mungu anataka tutendee watu wema wote, lakini hasa tuwajali wale wanaoamini. Anaka upendeleo fulani. Na sio kadogo, ni kakubwa. Kristo ana upendeleo na watu wake. Na kadhalika, lakini na pia nikasema mengi hayo tusisogee, ngoja tusogee kwa sababu tunamaliza hiki kitabu. Sio leo, tutakimaliza wiki ijayo. Tusome sehemu kadhaa. Unaweza kusema labda ni tukio la mara moja sana. Ngoja niambieni. Mko mnasoma zile injili 4. Tumekuwa tushasoma kitabu cha Mathayo na tutakianza wiki ijayo, wiki 2 zijazo. Tutakianza tena. Niliona hakuna jinsi nyingine. Hatukuki rekodi. Kwa hiyo tunataka kutunza hii kumbukumbu kwa vizazi vijavyo. Ni wito tu, sio kwa mipango yangu au. Ukisoma zile injili 4 zile, mara nyingi utakuta Kristo yuko kwenye kusanyiko, ndani ya lile kusanyiko kuna misosi. Ndio sio? Huoni utakuta Kristo kuna vitu vile anatabia kuvifanya. Ama yuko anahubiri, ama wako sehemu fulani wamekaa chini wanakula chakula. Ndio sio? Analisha roho, analisha na mwili. Ndio tabia za Kristo. Leo hii wa Kristo, watu wengi tu wa Kristo, lakini tuseme zaidi, au wale watu ambao, au wanadamu wote ambao wanalihofu jina la Mungu hata kama hawajamjua vizuri, lakini ni watu ambao wanamtafuta Mungu. Wanaogopa kumkaribia sana Kristo. Naomba tusikilize hili neno kwa sababu msingi wa somo lenyewe. Wanaogopa kwenda sana kwa Kristo, wanadhani kwamba ukienda kwa Kristo utakufa njaa. Wanadhani kwamba ukienda kwa Kristo utashindwa kufanya biashara. Utashindwa kwa Kristo ni kufa njaa. Na sio kufa njaa tu kwa maana ya kutokuwa na vitu, hapana. Utazuiliwa kuenjoy maisha ya jumla yote. Ndicho wanachokataa watu. Ndio sio? Lakini sivyo Kristo alivyo. Kristo aliwalisha. Kristo aliwalaza. Anasema mimi mwenyewe nitawalisha kondoo wangu na nitawalaza. Wapumzike. Na nitawatangulia, nitawaongoza. Kwa hiyo ninakuomba wewe unayenisikia na mimi nayeongea, tusihofu kumkaribia Kristo. Kristo anasema mimi ni mchungaji mwema. Kazi ya mchungaji ni nini? Sikulisha. Yes. Anasema mimi ni mchungaji mwema, wote waliowahi kunitangulia kabla yangu walikuwa ni wevi na wanyang'anyi. Kwa hiyo tusione ugumu watoto mlioko hapa, wakubwa mlioko hapa, tusione mzigo, tusione kikwazo, tusione vitu kama hivyo vyote vinavyotuzuia
kumkaribia Kristo. Kwa sababu unaona Kristo akikutana na watu wake anawalisha. Hebu twende katika vitabu vya Injili na twende haraka kwa sababu kuna mistari mingi sana na ili somo sitaliachia katikati. Lazima nilimalize. Anasema katika kitabu cha Luka mlango ule wa 14. Tuanzie Luka 14. Anasema Luka 14 some mstari ule wa 16 na 17. Luka 14:16 mpaka 17 anasema hivi. Luka 14:16 mpaka 17 anasema akawaambia mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akawaalika watu wengi, akamtuma mtume wake saa ya chakula awaambie wale walioalikwa njoni kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari. Unajua Kristo anapokuita hakuiti kwa masharti. Leo unaweza kuitwa kwenye sherehe ya harusi ukaitwa sharti ni kwamba uje umevaa sare fulani na umechanga na una kadi mkononi na ile kadi iwe kama huko mmoja iwe ni single au double. Kama mko wawili iwe double. Na masharti kibao kibao tu. Na wakati mwingine chakula kigawiwi mpaka zawadi ishatoka kwenye harusi siku hizi. Ndio sio? Ni sherehe ya masharti. Kristo anasema njooni wote mle alafu mje bila masharti. Vitu vyote viko tayari, kazi yenu ni kusogea. Wale watu hawakuja ujue. Ina maana mbili, ina maana ya kimwili na kiroho. Maana kubwa ilikuwa ya kiroho kwamba tunaikaribishwa katika wokovu, katika uzima, katika harusi ya mwana kondoo ambayo itakuwa ni harusi lakini kimsingi ndio taswira ya wokovu. Watu wasiookolewa hawataingia katika ile harusi. Na kuokolewa tulishasema ni kufanya nini? Kusikia neno, kuamini moyoni na kukiri kwa kinywa. Sio matendo mazuri. Nishasema kama ingekuwa matendo mazuri mimi nisingekuwa na matumaini ya kutoka kwa Kristo. Anasema wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Je, matendo hayatakiwi? Jamani hilo somo nitakwenda nirudia mara nyingi. Matendo mazuri yanatakiwa sana lakini sio kwa ajili ya kufika mbinguni hapana, kwa ajili ya kupata thawabu. Kupata thawabu mbinguni. Kwa sababu kuna watu watatawala mji mmoja, kuna watu watakuwa kapuku kabisa. Anasema ni mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Kuna watu wengine ambao watakaa katika vile viti 12 viwili wakihukumu kabila 12 za Israeli. Kuna wazee 24 pia. Kwa hiyo kule kuna vyeo. Lakini vyeo sio vidogo. Nishatoa mfano ukiwa na cheo cha duniani ukitokea kuwa waziri utakuwa Mtanzania wa juu kuliko Mtanzania wa kawaida. Lakini hapa ni duniani. Hayo tunaona kwamba Kristo alikuwa na tabia hata mifano yake ilikuwa ni ya kukaribisha watu kula na kunywa. Hakuwa anatoa mifano nje ya kilichojaa katika moyo wake. Hem tuende katika Luka hiyo. Nilikuwa na maana jamani sura kama hii, mistari kama hii uwezo kaihubiri kama nyongeza ya sura nyingine. Unaigusa tu kukukumbusha ufahamu wa hili neno lakini ina uzito wake ndani yake. Tusiende huko kwa leo. Hem tuende katika kitabu cha Luka hiyo. Luka 22 tusome 29. Luka 22:29 anasema hivi. Tuende haraka kusudi tu. Somo la kipengele hiki kinahusu nini? Kristo anawaisha watu wake. Unahitaji kudhani kwamba watu nishasema watu hawataki kwenda kwa Kristo wakidhani kwamba hawatakula, hawatashiba, hatafurahi, hapana. Utavipata vyote na utapata zaidi ya wengine. Nakuhakikishia. Luka 22 anasema mstari ule wa 29. Luka 22:29 anasema hivi. Anasema nami nawawekea ninyi ufalme kama vile baba yangu alivyowekea ninyi, mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu na kuketi katika viti vya enzi huku mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Unaona kwamba muda wote hata akiwapa ahadi unakuta kwamba ndani ya ahadi ya kuishi kwa Kristo ni pamoja na kula na kunywa. Sasa tujiulize, unadhani Kristo ana uwezo wa kulisha watu wakishafika mbinguni huku duniani hana uwezo? Anao uwezo. Anao uwezo. Unajua huu mwili huu uliumbwa na Mungu huyo. Ile roho ile ilitoka kwa Kristo huyo. Mungu anavihudumia vyote. Mungu anataka vyote vishibe. Mwili ule chakula cha mwili, roho ile chakula cha roho. Anasema katika Luka 20 tulikuwa kwenye 22 twende 24. Tunaenda kudhibitisha kwamba Kristo alipokuwa anakutana na watu wake alikuwa analeta habari za kula na kunywa na kushiba. Kitu ambacho ilikuwa inaonyesha ni msitizo katika kazi yake. Luka 24:30 anasema hivi. Luka 24:30 anasema hivi.
Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate akaubariki akaumega kwa. Unaona anakutana na kina Kleopa, walikuwa wanaenda katika kijiji cha karibu na Yerusalemu, yapata maili 2 hivi, katika kijiji cha Emau, akakutana nao, wakawa wanaongea mambo ya ufalme na akawafundisha Injili, akawakumbusha kuanzia manabii mpaka Zaburi na habari zote zilizoandikwa juu yake. Baadaye akaona hapana, nimeshawalisha rohoni, ngoja twende tukaingie ndani, wakaanza kula chakula. Ndio hawakula chakula. Yes, kazi ya Kristo ni kulisha watu. Kazi ya mchungaji ni kulisha watu. Lakini sio kuwalisha matango poli. Ni nani ambaye atakuchambulia maandiko? Hana muda huo. Anataka senti zako aziweke kwenye kitabu chake. Hapana. Tusikubali. Tule kwa Kristo. Hawa watu wanaokaribisha kula amewawekea masharti. Hapana. Anawaambia njooni. Hajawekea masharti. Anasema katika kitabu cha tulikuwa katika Luka 24. Tunaona kwenye Luka tu peke yake hapo. Hem tuende katika vitabu vingine na tutahama kutoka kwenye hicho kipengele. Sihitaji kwenda huko lakini sihitaji kwenda kusoma hiyo nitaieleza na wewe utaikumbuka kwa sababu iko kwenye ufahamu wa Mkristo. Ukisoma kwenye Mathayo 15 mstari ule wa Mathayo 14 na Mathayo 15. Mathayo 14 mstari ule wa 15 na 16 ndipo alipowalisha wanaume 5000. Idadi ya wanawake haijulikani na idadi ya watoto haijulikani, lakini watu wanaopiga mahesabu wanapata karibu 20,000 kuendelea. Haijalishi idadi, hatuhitaji kujua, tunajua walikuwa wengi. Aliwalisha kutokana na nini? Na uchache uliokuwepo. Kutokana na samaki 2 na mikate 5. Kwenye Mathayo 10 na ngapi? 8. Kristo unamwona kwamba anashughulika sana na njaa za wanadamu. Hii katika vitu vinavyoangusha wanadamu ni pamoja na kula. Na ni kweli kwa sababu ndivyo tulivyoumbwa, ndivyo anatomia na fiziolojia ya mwili wetu ilivyo. Lakini tunavihitaji, lakini visiwe vigezo. Paulo sehemu nyingine anasema katika kitabu cha Paulo anasema katika Warumi 14 anasema tumbo ni kwa chakula na chakula ni kwa tumbo, vyote Mungu ataviondosha. Alisema katika na Wakorintho alisema anasema kula kwangu kusie kwa ndo kikwazo sasa wakati mwingine. Hatuko hapa tena kuanza kuhubiri kula kama vile, lakini Kristo anaiweka kama miongoni mwa vitu vikubwa katika huduma yake. Katika huduma yake. Na nilikuwa nimesema tusiende pale, unajua kusoma mstari kuna ujumbe fulani wa ziada unaopata. Twende pale kidogo, nafikiri bado una muda kidogo Twende pale kuna kitu nataka kusisitiza kutokana na ule mstari. Mathayo 14:15 anasema hivi, ngoja nisitize hoja moja pale. Anasema hivi, hata kulipokuwa jioni, wanafunzi wake akamwendea akasema, mahali hapa ni pananyika tupu, saa imekwisha pita, waage makutano waende wakajinunulie chakula. Ndipo akafanya ule muujiza. Kile kitu nilichokuwa nataka kukisitiza ni kiko kwenye Marko. Tuende kwenye Mathayo 15 tusome 32, tusome pale alipowalisha tena. Hapa ni kwenye Mathayo 14. Mathayo 15 tusome mstari ule wa 32. Hoja niliyokuwa nataka kusisitiza nitaisitiza kwenye Marko pale. Nitaenda kwenye Marko baadaye. Anasema katika Mathayo 15:32 Biblia inasema, Mathayo 15:32 Yesu akawaita wanafunzi wake akasema, na wahurumia mkutano kwa kuwa yapata siku 3 wamekaa pamoja nami wala hawana kitu cha kula. Tena kuwaaga wakifunga sipendi wasije wakazimia njiani. Kristo ana huruma na maisha ya watu hana huruma. Lakini wanadamu tumempungukia. Wanadamu tumempungukia Kristo. Tunadhani kwamba ukienda kwa Kristo unaenda kupotea. Hapana. Kwa hiyo unaona kwamba mbali na kuwalisha ndani yake inatokana na huruma alionayo kwake. Kwetu. Na wahurumia. Mtu itafute kwenye Marko na tutoka kwenye kipengele. Tuko tunaangalia kipengele cha kwanza kinachosema Kristo huwalisha walio wake
Na tukaona kwamba haishi kwa walio wake, japo lengo kubwa ni walio wake, lakini anawalisha na wengine pia. Anasema katika kitabu cha Marko mlango ule wa 6:31 anasema hivi. Marko 6:31 Biblia inasema Marko 6:31 anasema hivi. Akawaambia njoni ninyi peke yenu kwa faragha mahala pasipokuwa na watu mkapumzike kidogo kwa sababu walikuwako watu wengi wakija wakienda hata haikuwepo nafasi ya kula. Si kama tunapata hiyo taswira. Hata haikuwepo nafasi ya kula. Kristo alikuwa anatoa huduma kubwa na ni tukio hili la kulisha watu 5,000. Lakini akawaona watumishi wake, wale mitume na kina mama wale walikuwa wanahudumu pale. Akasema hawa watu wamefanya kazi kwangu. Hawajapata muda wa kula. Maana ujumbe wake ni nini? Ujumbe wake ni kwamba hata tukimtumikia Kristo tukawa tunatoa jasho letu na nguvu zetu, wakati mwingine na usingizi wetu, wakati sehemu kubwa nini na akili zetu. Akili yako inatakiwa utoke uoshe TV na uchafu ulioko mle. Kristo anasema ninawahurumia sasa. Wamekuwa wananitumikia muda wote huu, hawajapata hata muda wa kukaa pembeni wakala chakula. Unaona kwamba Kristo ni mara ngapi, ni mistari mingapi tumeshaona Kristo akijali njaa za wanadamu? Ni mingapi? Ni mingi. Na ndio maana yake katika maisha yako na ya kwangu. Ndio maana yake katika maisha yake na ya kwangu. Tuende katika sasa Yesu pamoja kwamba tunasitiza, ungeniambia kwamba nipange hili somo kwa habari ya kula, ningeanza na kuongelea kula chakula cha rohoni. Sasa ndicho cha kwanza. Lakini kwa sababu somo wakati mwingine inategemea ni wapi msitizo umewekwa kwa siku hiyo. Leo tunaona kwamba huko kwenye msitizo wa chakula cha mwilini. Lakini si vibaya tukagusa hata kile kidogo ambacho ndo kikubwa, lakini tukiguse tu kidogo kama chakula pia cha rohoni. Mtu ende katika Luka, sio Luka, twende katika Yohana 6 na naomba tuende huko pamoja ili kusudi tusiondoke na ujumbe usio na usawia na mizani. Tupate ujumbe wa makusudi ya Kristo kwenye kutulisha. Luka ama Yohana 6 anasema mstari ule wa 53. Anasema hivi. Basi Yesu akawaambia, amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake hamna uzima ndani yenu. Ni habari ya kula na kunywa, ndio sio? Je, ni habari ya kula tu chakula cha mwilini hiki? Hapana, ni chakula cha uzima wa milele. Ni injili ya Kristo, ni wokovu, ni neno la Yesu. Ni habari hizo zote. Wala sio kile chakula siji meza ya Bwana au wanayofanya siji ya Ekaristia, hapana. Hapa anachokuongelea ni Kristo mwenyewe, ni kumla Kristo. Ni Kristo, jina lake jingine ni neno. Kristo, yani anatakiwa Kristo. Hutakuwa Mkristo uliyekamilika. Naomba niliseme hili nalo. Kama ndani ya moyo wako Kristo hajachukua nafasi ya kwanza hata siku moja. Unaweza ukavaa kama Mkristo, unaweza ukaimba kama Mkristo, unaweza ukasalimiana kama Mkristo, unaweza kufanya kitu chochote kama Mkristo, lakini kama Kristo hajajaa kuwa ndo mwenye uzito katika nafsi yako. Kristo yupi? Neno la Kristo. Sio Kristo, sio watu wanaosema Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wa mbinguni. Bali ni wana tena mapenzi ya Mungu. Na ule mstari niliwahi kusema nadhani kwa ni 38. Jumapili iliyopita niliugusia nafikiri kwa 38 Yohana 6 ilikuwa na utafuta sikupata. Ya 39. Msikiliza mstari. Wiki iliyopita nimeomba mtumishi huu mstari unitafutie huku uleta. Naona sikukukumbusha, lakini naomba urudi pale. Maana haya mambo hatuyahubiri sisi. Roho Mtakatifu anakuambia bana kuna kitu kilipungua siku ile sikuwa nimeupanga, ameuleta mwenyewe Roho wa Mungu. Hapa anasema Yohana 6:39 anasema hivi, na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote
alionipa nisimpoteze hata mmoja bali nimfufue siku ya mwisho. Na sehemu nyingine kuna mstari mwingine kama huo uliokuwa unafafanua mapenzi ya Mungu. Pale kuna sehemu tulisoma kwenye Mathayo 7 ile. Mathayo 7:21-23. Anasema sio wote wanaosema Bwana Bwana watakuingia katika ufalme wa Mungu. Bali ni wale wanaofanya mapenzi ya Mungu. Sasa tulikuwa tunataka kutumia Biblia ituambie kufanya mapenzi ya Mungu ni yapi? Kwenye Mathayo 6 mmoja wapo ndo huu mapenzi ya Mungu kwamba wamwonao Kristo waokolewe. Mapenzi ya Mungu ni kupeleka injili ya wokovu. Sio kusema Bwana 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 Yesu na kumuimba sana mdomoni. Nasema watu hawa wananiabudu bure katika vinywa vyao. Lakini mioyoni mwao mioyo yako mbali sana na mimi. Amina. Somo limegeuka kidogo. Limetoka kwa lile la msosi limekuwa msosi wa rohoni. Kwa hiyo tunaona haya ili kusudi tuyajue na ni vizuri tupate ukamilifu wa neno la Mungu. Tupate ukamilifu wa neno la Mungu. Na sehemu nyingine nitakuja kuangalia mstari nitauleta labda Jumapili ijayo. Anaposema na wote wamuonao mwana anasema wote alionipa wasipotee. Ni unasema kama huu lakini huko tofauti kidogo. Lakini sitaenda huko. Kwa hiyo tuendelee mbele kidogo. Tunaendelea kuona lile somo la kutulisha. Kristo anatulisha. Kristo anatulisha. Na tukaona kwamba haishi kutulisha mwilini, anatulisha pia na rohoni. Na actually rohoni ndio chakula kikuu. Mfano, tuone katika tuko kwenye Mathayo 6, turudi kushoto kidogo. Na sio Mathayo, Yohana samahani. Lakini ukumbuke somo letu la leo kwenye Yohana mlango wa 21. Kwa hiyo Biblia inasema tuitumie Biblia, tuitumie neno kutafakari neno, kutafsiri neno. Tuende katika Yohana 4, samahani, Yohana 4 some 33 mpaka 38. Yohana 4:33-38. Anasema hivi, Yohana 4:33-38 anasema hivi. Tena haraka kidogo anasema, basi wanafunzi wake wakasemezana, je, Kuanzia 31 anasema huko nyuma wanafunzi wakamsihi wakisema Rabi ule. Akawaambia mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Basi wanafunzi wake wakasemezana, je, mtu amemletea chakula? Yesu akawaambia chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka nikaimalize kazi yake. Kwa hiyo unaona kwamba pamoja kwamba tunaona msitizo wa chakula cha mwilini ni mkubwa mno, anawalisha, anawanywesha, analeta samaki, kila wakati ambapo nao ni kula, lakini anasema kuna chakula kikubwa kuliko vyote. Ni kuyatenda mapenzi ya Mungu na kumaliza kazi yake. Kwa hiyo nalo tusilisahau. Na anaendelea mbele unaweza kaendelea mbele zaidi lakini naomba kwa hapo tuishie hapo. Tuishie hapo. Na sehemu nyingine hata tutaiona kwenye mistari inayofuata. Tutaiona kwenye mistari. Tuende kwenye kipengele kingine kwenye sura ya leo. Nitaka kwenda kwenye kipengele kidogo ndani ya kipengele nikaona hapana, ngoja tusonge mbele. Tumeshaona hoja ya kwanza ilikuwa inasemaje? Yesu anawalisha walio wake. Yesu anashughulika na njaa zetu. Na kula peke yake haitoshi. Hivi kwa mfano mtu akikwambia kwamba ule ushibe alafu usipumzike ukalala usingizi. Bado kile chakula hakina thamani. Chakula kitamu ni kile ambacho ukishakula unaenda unalala vizuri. Anasema mimi mwenyewe nitawalisha kondoo wangu na nitawalaza. Wewe unaona kwamba haishi kutulisha peke yake, kutulisha mwili na rohoni, anafanya na kutupa vitu vingine. Je, amekulisha ukashiba lakini ukawa unaumwa? Unamaliza kula chakula umeshiba unaenda hospitali kwenda kumuona mgonjwa. Au na vyote hivyo navyo Kristo anaviangalia. Anaviangalia. Na ngoja nitoe changamoto au challenge. Ni wapi pengine unaweza ukawa na kwamba nisipoenda kwa Kristo huku kula, kunywa, kupumzika, kulala na kuwa na afya na nini, labda hakutoshi kwa Kristo, kuna mbadala bora. Ni wapi? Hakupo. Sema huu mwili huu
Na macho haya na fikra mbaya hizi huwa zinatudanganya. Na shetani akitumia udhaifu wa hii miili hii na fikra anaweza kukudanganya akasema hapana. Labda nenda ukishaajiriwa ndipo utavipata vyote hata ukiachana na kazi za Yesu. Hapana. Nako hapana. Nako hapana. Ni kwa Kristo peke yake. Kwa hiyo tunaweza kuliendelea hilo lakini ni somo refu. Tunaweza refu bila hata wiki mbili mfululizo. Lakini ngoja tuishie hapo. Tuende kwenye kipengele kingine. Lengo ni kumaliza hii sura. Lakini tutamaliza wiki ijayo kama nilivyosema. Kipengele kingine kinasema kina uhusiano na kula kule lakini kiko tofauti kidogo. Inasema na kipengele cha pili na cha mwisho kwa leo. Kinasema kumpenda Yesu ni kufanya kazi yake. Kumpenda Yesu ni kufanya kazi yake. Kumpenda Yesu leo hii kipimo cha kumpenda Yesu cha wanadamu ni kusema amina nyingi. Leo hii amina zimeshakuwa neno la watu wote hata wasioenda na makanisani. Jamani hiyo mmeliona mjaliona. Unaongea naye anasema jamani tutaonana Jumapili anakuambia amina. Hata kama sawa haina ubaya kutumia maneno ya Mungu lakini haitoshi. Haitoshi. Ni kama ukiwa una mtoto wako labda unataka ajue kusoma na kuandika, ukaona anajua kuandika jina lake, anajua kuandika jina la baba yake, anajua kuandika jina la shule anayosoma, haitoshi. Anatakiwa aweze kusoma gazeti, aweze kuandika insha ndefu. Kwa hiyo haitoshi kusema amina na kwenda tu kanisani na kufika pale na kusalimiana vizuri. Wakati mwingine kuna na mavazi ya Wakristo siku hizi na nini. Hapana. Juu ya hayo yote ni kufanya kazi ya Kristo. Na tutaona ndani ya kufanya kazi ya Kristo ndio kumpenda Yesu huko. Na katika kufanya kazi ya Kristo haitaishia kumpenda labda kwa kusema Kristo nakupenda au hata kufanya kuna vipengele kimoja baada ya kingine tutaviona kwa maandiko. Tutaona ndio maana ya kumpenda Yesu. Turudi kwenye Yohana 21 tulianze hili somo au kipengele kwa kujifunza kutokana na ule mlango wa 21. Anasema hivi. Mstari ule tulishia mstari wa 14 pale. 15 anasema hivi, walipokwisha kula, Yesu anajua kwamba tayari huyu hana deni na mimi, nishamlisha huyu. Wameshakula. Unajua Yesu hakutumi kama hajakulisha. Kama hajakutunza, kabisa, ndivyo ilivyo. Kabisa, hakupi majukumu makubwa kabla hamjashibana. Unamshiba Yesu naye anakushiba. Basi walipokwisha kula Yesu akamwambia Simoni Petro, "Je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa?" Akamwambia, "Naam Bwana, wewe wajua ya kuwa nakupenda." Akamwambia, "Lisha kondoo wangu." Akamwambia mara ya pili, "Simoni wa Yohana wanipenda?" Akamwambia, "Ndiyo Bwana, wewe wajua ya kuwa nakupenda." Akamwambia, "Chunga kondoo zangu." Akamwambia mara ya tatu, "Simoni wa Yohana wanipenda?" Petro akahuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, "Wanipenda?" Akamwambia, "Bwana, wewe wajua yote. Wewe umetambua ya kuwa nakupenda." Yesu akamwambia, "Lisha kondoo zangu." Hapa somo hoja kubwa hapa sio kitu kingine, ni habari za kumpenda Yesu. Na nitangulia kusema tu kuna watu imezoeleka kwenye makanisa mengi tu makanisani na labda na ninyi mshalisikia kwamba Yesu anamuuliza Petro mara tatu kwa sababu na yeye alishamkana mara tatu. Sipingi kwamba sio sababu yake. Inaweza kuwa ndio sababu lakini maandiko hayana huo ushahidi. Na si vizuri kukalilishwa vitu ambavyo havina ushahidi wa kimaandiko. Ila ushahidi uliopo ni kwamba Yesu anataka watu wanaompenda. Mara zote. Huo ushahidi uko kwenye Biblia kisha. Lakini haishi hapo. Yesu mara zote anapotaka kusisitiza kitu, huo ni ushahidi wa kimaandiko. Lazima arudie mara mbili. Ndio sababu alipokuwa anataka kumwambia watu anasema amini nawaambia. Akasema nawaambieni tena. Yesu alikuwa na tabia ya kurudia mara mbili. Muda wote alipokuwa anataka kusisitiza kitu. Kwa hiyo tunaona kwamba anamwambia Petro mara tatu, sio kwa sababu Petro alimkana mara tatu, inawezekana ikawa ni sababu, lakini hakuna ushahidi wa kimaandiko, lakini ni kwa sababu Yesu anaona umuhimu wa hili jambo la kupendwa na kupendana na Petro. Kwa sababu alikuwa anaondoka, anawaacha duniani wafanye kazi.
Hivi unaweza kumwachia mtu nyumba yako ukasafiri? Maana hii dunia, hii kazi ya injili, ili kanisa ni mali ya Kristo. Sisi ni wahudumu, ni watenda kazi. Unaweza kumwacha mtu kwenye nyumba yako ukasafiri ambaye ni hampendani. Mbona utakuta milango imeuzwa? Utakuta ameshavuruga kabisa. Kwa hiyo alikuwa na pia nitangulia kusema kwamba Yesu anajua akili zako na zangu. Anajua paka ndani. Hahitaji kukuuliza kwamba wewe hapo ulio hapo unanipenda. Anajua, isipokuwa muda wote Mungu katika utendaji wake wote na Kristo manake ana tabia ya kufanya kitu kiubinadamu ili kusudi na wewe mwanadamu ufanye nini uweze kuwa shuhuda wa hilo tukio. Mfano mzuri ni pale ambapo wale malaika watatu, na ukisoma mmoja alikuwa ni Yesu katika mwili kimsingi. Kwenye mlango wa 18 wa Mwanzo walipokuwa wanaenda kwenye mlango wa 19 kwenda kuiangalia Sodoma hali yake. Alisema sasa naelekea Sodoma nikaangalie kama hali yake ikoje. Yani anataka kufika kule kwa miguu yake rasmi. Aone hali ya Sodoma je ikoje? Inaokoka haiokoki? Unadhani kwamba Mungu alikuwa anahitaji au hao malaika walikuwa wanahitaji kufika pale kuona kwa macho yao, au Mungu anajua hata bila akiwa mbinguni bila kufika? Anatosha kujua, lakini anafanya vile ili kusudi na Ibrahimu, mwanadamu kama mimi na wewe, aweze kushuhudia kwamba Mungu ameenda kuthibitisha. Kwa sababu angefanyia mbinguni, Ibrahimu angejuaje? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu anavifanya, kama hapa anataka Petro naye athibitike kwamba wanapendana kwa kusikia akiulizwa. Lakini angekaa moyoni akasema huyu Petro sihitaji hata kumuuliza ananipenda. Petro singekuwa shuhuda hali ya tukio. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu pia, kwa hiyo tunaona vitu viwili hapo katikati. Lakini tuendelee mbele kidogo. Tuendelee mbele kidogo, tujifunze vitu fulani vya kufungia hapa. Kwa hiyo Yesu alikuwa anajua kilichoko ndani ya Petro, hakuhitaji kumuuliza mara tatu. Alimuuliza kwa ajili ya ushuhuda wetu na sisi. Unajua hata kule kuokoka Mungu anatutaka tukiri kwa kinywa. Sio kusema kwamba hawezi akaisoma mioyo yetu. Mioyo yetu anasema kila kitu mbele ya Mungu kiko uchi. Mioyo yangu na mioyo yetu yako na kwangu wote viko uchi. Lakini anasema ninataka uje ukiri ili kusudi uthibitishe ujue kwamba tarehe fulani ni Mkristo. Ndio utendaji wa Mungu. Sasa tunaona kwamba Yesu muda wote hizi mara tatu zote anamuuliza Petro unanipenda? Petro unanipenda? Petro unanipenda? Unaona kwamba ameweka msitizo mkubwa sana kwenye kupendwa na Petro. Tuangalie kidogo ili hoja ya kumpenda Yesu. Baada ya kumpenda Yesu hakuokoi. Kuna kumpenda Yesu ni kumwamini. Ndio sababu Yesu alikuwa anapambana na kupendwa na Petro. Sio kusema kwamba Petro alikuwa hajaokoka, alikuwa shaokoka. Leo hii watu wanadhani kwamba kumpenda Yesu ndio umeokoka. Hapana. Kumwamini Yesu umeokoka. Ukimpenda Yesu umekuwa, umeenda mbele zaidi, uko tayari kufanya kazi yake. Kitu unachokipenda Bwana uko tayari kuifanyia kazi asubuhi na mchana na jioni. Watu wanapenda hela, yuko radhi atoke jasho au ngue ili kusudi azipate zile hela. Azifanyie kazi. Watu wanapenda hela. Hicho unakojua kwamba ni kipimo cha upendo. Amina. Yesu anapenda au anataka watu walio tayari kuwa rafiki zake. Ndio anajaribu kuwa chokonoa. Jamani, mtumishi wa Mungu naye nisikia hapa, ulioko mbali na ulioko karibu, mtu wa Mungu. Yesu akikuchokonoa kama anavyomchokonoa Petro, usikasirike. Petro hapa baadaye alikasirika. Jamani, mbona tumekuwa kimya? Tulianza wote. Petro si baadaye alikasirika. Petro alikasirika. Alipoulizwa. Ukiona Yesu anakuchokonoa nia zako za ndani, usikasirike. Na mimi ninayekwambia sitakasirika. Ukiona hali imekuwa mbaya, lia. Inakubalika. Lakini usiwape faida watu wengine, watoto kwa kuona barabara unalia kwamba Yesu amenichokonoa. Hapana, lia. Lakini usikasirike. By the way, machozi ni kipimo cha upendo pia. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu anatafuta marafiki. Marafiki ndio kupendana huko.
Kwa hiyo ndio sababu hataki kuondoka bila kuweka wazi mambo kwamba mimi na Petro tunapendana. Unaweza ukakaa mtaani ukasema yule ni rafiki yangu, yule ni rafiki yangu, lakini hujui labda hamna hata urafiki eti. Kama una uwezo wa kugundua na hutaweza kirahisi na mimi, lakini ni bora ujue marafiki wa kweli. Unaweza kuwa unahesabu ukadhani na marafiki 50, kumbe unao wawili tu. Na bila wakati mwingine mchokonoane. Lakini njia nzuri ya kuchokonoa usitumie kijiti cha binadamu. Usitumie kidole. Tumia neno la Kristo. Kwa mfano mimi nikihubiri neno la Kristo naweza nikajua ni wangapi ambao tunampenda Kristo. Kwa neno la Kristo tunafanya kazi pale. Uhitaji kwenda kumuuliza hivi wewe kweli hapo ulipo mbona unampenda kweli mbona kama hiyo haitoshi. Neno la Mungu tu linafanya kazi. Kwa hiyo twende katika Yohana 15. Tuko kwenye Yohana 21, turudi kushoto kidogo. Yohana 15, tuko tunaangalia kwa nini na ni katika mazingira yapi na ni nini sisi tufanye. Tunaangalia kwa nini Yesu alisisitiza sana kupendwa na Yesu. Anasema sehemu nyingine kwenye ulizo la pili ile swali la pili alimwambia, "Je, unanipenda kuliko hawa?" Unajua Kristo anataka Biblia inasema mpende Bwana Mungu wako kuliko vitu vyote. Kuliko vyote. Kuliko simu yako. Kuliko fedha zako. Kuliko uzima wako. Kuliko watoto wako, kuliko mke wako, kuliko mume wako. Je, kumpenda Mungu ni kwenda kanisani sana hapana? Mtii mume wako kwa usiende kanisani hajakuruhusu, lakini ukiona unaenda kanisani mara 5 ukijifanya kwamba ndo unampenda Yesu, soma sura 50 kwa siku ndio utajua kwamba unampenda Yesu. Watu wanakuambia mume wangu anipendi, amenizuia kwenda amenizuia kwenda kanisani, mke wangu hataki niende kanisani kwa sababu umempenda Yesu ni kweli? Hujampenda? Kwenda kanisani sio kumpenda Yesu. Kama anasema mkinipenda mtalishika neno langu. Hajasema mkinipenda mtaingia sana kanisani mara 50. Hiyo nayo ni nyongeza tu. Hem tuende katika Yohana 15 na baadaye 14. Yohana 15 mstari ule wa 14 anasema hivi. Yohana 15:14 anasema hivi. Tutaenda Yohana 14 usichanganye. Lakini tuanzie Yohana 15. Yohana 15:14 anasema hivi. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Ukitaka kujua kama unampenda Yesu Kristo, utende anayokuamuru. Anayokuamuru Kristo ni nini? Ni neno lake, ni mwanzo ufunuo katikati kota. Amina. Tuko wote tuendelee, safari sio rahisi. Ninaijua vizuri. Sio kazi rahisi. Lakini hivi vitu rahisi na vitu vigumu vipi unapendelea? Unapenda vitu rahisi? Vitu vigumu na vizuri, japo na vile na virahisi navyo vina nafasi yake. Kwa hiyo anasema ninyi mmekuwa rafiki zangu. Kwa hiyo marafiki ni watu wanaopendana. Kwa hiyo Yesu anamtaka Petro unanipenda anachotaka kusema je, ninyi mmekuwa rafiki yangu. Maana yake alikuwa anamuuliza Petro, uko tayari kufanya kazi yangu? Kwa sababu angalia huku nyuma kwenye Yohana 21 anamwambia Petro unanipenda mara 3. Lakini manake ndo urafiki huo. Lakini kwenye Yohana 15 anasema kipimo cha kumpenda Yesu ni kuzitenda ni kuyafanya anayowaamuru. Kinipenda mtafanya ninayowaamuru. Mtalishika neno langu. Yohana 14:15 sihitaji kwenda huko. Kwa tumetoka Yohana 15:14 tunageuza tunaenda Yohana 14:15. Mkinipenda mtalishika neno. Miongoni mwa mistari mifupi sana kwenye Biblia. Lakini Yohana 14 kwa sababu sihitaji kwenda kwenye kila mstari, hii mistari tushaisitiza nyuma kidogo. Yohana 14:23 anasema hivi, 21. Anasema yeye aliye na amri zangu na kuzishika yeye ndiye anipendaye. Amri za Mungu siku hizi zimewekwa pembeni. Amri za Mungu ni sehemu ya neno la Mungu. Kwa hiyo upana mkubwa ndio sababu sehemu nyingi Yesu anaviunganisha anasema mkinipenda mtashika neno langu. Sehemu nyingine mkinipenda mtashika amri zangu. Mkinipenda mtatenda ninayoamuru. Unaona ni lugha moja. Kwa hiyo zile amri za Mungu ni sehemu ya neno la Mungu. Leo hii watu wanataka kushika neno la Mungu waliweke sambamba tofauti mbali na amri za Mungu. Wanasema hapana. By the way Yesu alikuja kazi edit. Alikuja kazi hariri. Zile amri zilivyokuwa zimeandikwa kwenye Kutoka 20 Kumbukumbu la Torati 5 alikuja kazi hariri
kwenye Agano Jipya. Sema nimekuja kuikamilisha Torati. Ilipokuwa imepungua ni akaja akaiondoa Sabato akamweka Kristo mwenyewe. Akaja akaondoa habari za vitu kama vyakula vilikuwa vina namna fulani vinaingia kwenye sheria akasema hapana. Vyakula si chochote si lolote. Hauwezi kumpenda Mungu kwa kuacha kula chakula fulani au kwa nini? Utampenda Mungu kwa kuacha kunywa pombe. Kwa sababu pombe zinapotosha ufahamu. Lakini chakula hatuongelei pombe. Hilo ni swala jingine. Twende katika Yohana 10 mstari wa 27. Tuko tunafunga kwa hiyo tunamaliza. Yohana 10:27 anasema. Yohana 10:27 anasema. Kondoo wangu waisikia sauti yangu nami najua nao wanifuata. Kondoo ni watu ni mifugo inayolishwa. Kazi kubwa kondoo ni kulishwa. Unaona kwamba ina uhusiano na kuwa mtu wa Kristo. Petro anasema kondoo wangu, Petro ni kondoo wa Kristo sio kondoo wa Kristo. Ni kondoo wa Kristo kama mimi na wewe tulivyo. Leo hii watu wa dunia wakisema kwamba ni kondoo wa Kristo anasema ni wajinga, makondoo si majinga. Mmekubali kuwa wajinga? Nikasema ndio. Tuko anasema mtu akitaka kuwa mwerevu na awe mjinga. Ndio Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza. Mtu akitaka kuwa mwerevu awe mjinga, awe kondoo. Sasa unaweza kusema tunafikaje huko? Tunafika huko kwa sababu anasema kondoo wangu waisikia sauti yangu. Ndio waisikia neno, ndio kulishika neno la Kristo. Naomba msinichoke kusitiza maneno kwa sababu ndio na Kristo alisitiza. Ukiona usome maneno ya Mungu kila siku, ujue kwamba utakuwa mbali na Kristo. Hata kama utaombewa mara 550. Ukiona huli neno la Mungu kila kuitoko leo, ujue utakuwa mbali na Kristo. Ukiona huli chakula kila siku, ujue utakonda. Baadaye utakufa. Hata kama utasema bwana mimi ninacho chakula cha kutosha ndani ya nyumba yangu kuna gara liko pale lakini usipokila hutapona. Hata ukisema kwamba ninayo Biblia yangu iko pale ninazo 5 ziko pale usipoziingiza ndani utakufa kiroho. Au utadhoofika. Kwa sababu ile roho haifi. Kisha zaliwa katika Kristo haifi. Haifi inadhoofu. Inapata utapiamlo. Utapiamlo wa kiroho. Kwa hiyo unaona kondoo wa Kristo akina Petro wanaisikia sauti ya Kristo. Kwa hiyo tunaona kazi ya kwanza ya kumpenda Yesu ambayo ndo Petro alikuwa anadaiwa na Kristo mara tatu. Ya kwanza ni kusikia sauti yake. Kazi ya pili ambayo Mungu anatutaka tunapompenda. Ambacho ni kitu kizuri eti, Kazi ya kwanza ni kusikia sauti yake. Kazi ya pili ni kutenda maagizo yake. Maana kusikia ni kitu kimoja na kutenda ni kitu viwili tofauti. Unaweza kusikia kitu usikifanyie kazi. Lakini kutenda ni hatua ya pili. Lakini unaweza kupiga hatua ya pili bila kupiga ya kwanza. Kazi ya kwanza ni kusikia sauti ya mchungaji ya Kristo. Kazi ya pili inafuata mbele na inakuja katika urafiki ule ni kutenda maagizo yake. Ndio tuliona kwenye Yohana 15:14 anasema ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Ngoja nirudi nyuma kidogo. Unajua ukipata nafasi ya kujifunza, ujifunze kana kwamba huna uhakika kama utajifunza milele. Ujue labda ndio somo la mwisho kulisikia. Ni kanuni nzuri. Usilipue. Sasa ngoja niulize. Nadhani katika kazi kubwa kabisa ukiacha kuokoka ambako ndo sio kazi. Kuokoka sio kazi. Kazi ni ile kuokoka ni rehema na neema. Lakini katika kazi kabisa za kwanza ambazo Kristo aliagiza watu wake au katika kuhubiri kwake ilikuwa ni kuwaokoa wengine. Ndio kazi ya kwanza. Anasema wakati anafunga ukurasa wa kazi yake duniani baada ya miaka 3.5 alisema enendeni ulimwenguni kote. Hajawaambia jamani, anasema jamani akina Petro angalia nimeondoka hakuna kanisa hapa Yerusalemu. Mjitahidini mjenge basi na kanisa. Hapana, anasema enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe.
Yote atakayeamini baadaye na kubatizwa anasema kuwafundisha kuyashika yote ataokoka. Hiyo inaitwa utume mkuu, Great Commission. Yesu alipoanza siku ya kwanza kwenye Mathayo mlango wa 4 pale mstari wa 18 na 19. Alipokutana na kina Petro hawakuanza salimiana. Aliwaambia sema njoni nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Kwa hiyo unaona ni eneo ambalo ameweka msisitizo mkubwa sana. Ndio anafungulia ukurasa, ndio anafungia ukurasa. Ndio kazi kubwa hii. Sasa ya kwanza ilikuwa ni kusikia sauti yake. So huwezi kufanya kazi kama huna ujumbe. Sasa ukishapata ule ujumbe unaofanya kazi. Wewe niambie usijisikie nani anadhani kwamba nahubiri kwa kuhukumu mtu. Bali mimi sikuwahi kumshuhudia mtu kumhubiri mtu injili ya Kristo. Sawa? Mpaka mwaka 2000 nafikiri na 18. Kwa mtu mzima sana. Lakini nilikuwa Mkristo muda mrefu. Sana tu. Na hii Biblia yangu hii ya King James ambayo ndio inanisaidia kusoma haya mambo yote hii nilikuwa nayo tangia mwaka 2007. 2006 kitu. Miaka 10 na kitu bado sikuwa nimefanya nilichotuma. Lakini Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza mlango 15 mstari wa 10 anasema kwa neema yake Bwana nimekuwa hivi nilivyo. Yaani inakuja wakati ambapo neema imekupata. Lakini anasema we should not frustrate the work of Christ. Yaani tusiwekee vikwazo kazi ya Kristo. Ukiona Kristo amekuita amekuja kanisa kama hili, usije ukasema hapana wewe tulia. Anasema ngojeni hapa Yerusalemu mpaka mtakapovikwa nguvu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi na Galilaya na hata mwisho wa nchi. Lakini hakutaka wabaki pale, anataka waende na wewe ulioko hapa. Wewe msichana, wewe mvulana, wewe baba, wewe mama, wewe nani? Mungu anakutaka ufanye ile kazi yake aliyokutuma. Sina ujumbe mwingine, mnisamehe. Nisamehe. Ukitaka uwe kama Yoshua. Yoshua alikuwa hajui kuongoza wana wa Israeli, alikaa nyuma ya Musa akawa anaangalia Musa anavyofanya. Njoo wote tupeleke injili siku za Jumamosi. Njoo ungana na sisi. Twende ukajifunze uwe kama uwe Yoshua. Unaenda kajifunze uwe Elisha nyuma ya Elia. Unadhani Elisha angeweza kuhitimu kama asingekaa kwenye chuo cha Elia? Hapana. Sasa jamani, naomba. Alafu kama muda hujafika, subiri utavikwa nguvu siku fulani. Sio lazima leo. Sio lazima mwezi, lakini lijaze katika moyo wako mwambie kwamba nina deni, nataka nifanye ile kazi ya Mungu aliyonituma. Siku fulani muombe Mungu, mwambie Bwana, Biblia inasema nimtume nani? Anasema nitume mimi. Isaya. Kwa hiyo tunaona kipengele cha pili ni kufanya nini? Ni kufanya kazi. Ya kwanza ni kondoo wangu wanasikia sauti yangu. Sasa pili ni kufanya kazi ya Kristo. Ya tatu hapo ndo urafiki ule. Tuko tunaangalia kwa nini Yesu alimsitizia Petro kuwa na rafiki wake, kumpenda sana. Tukaona sasa katika kupendana vitu vinavyozaliwa mle ni kuisikia sauti yake, ni kufanya kazi yake, na mistari mingi sana. Nashindwa hata kuipitia yote. Kama umeelewa sihitaji kwenda kwenye mistari. Ngoja niende sehemu moja tu. Kusudi tuende kwenye kipengele kingine. Niende sehemu moja tu. Tuende katika Mathayo 25. Twende tu sehemu moja. Mathayo 25 mstari wa 16 anasema hivi. Mathayo 25:16 anasema hivi. Mathayo 25 ukisoma Mathayo 25 wasomi wa Biblia utakumbuka. Kuna mafundisho matatu makubwa pale. Kuna kondoo na mbuzi, kuna wanawali wapumbavu na wanawali wenye akili, lakini pia kuna watu waliopewa talanta. Ndio vitu vitatu vilivyo kwenye Mathayo 25. Sasa tunaangalia zile talanta zile, Mathayo 25 mstari ule wa 16 Biblia inasema mara yule aliyopokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo akachukua faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2 yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akaifukia chini akaificha fedha ya bwana wake. Mnakumbuka aliyoendelea.
Unaona kwamba hapa ilikuwa ni habari za kufanya kazi. Hatuoni kitu kingine, walichotofautiana ni kumfanyia kazi Bwana wao. Kumzalishia. Yesu kama aliacha Wakristo au wanaoamini ndani ya Yerusalemu anataka wafike mpaka mataifa yote. Kama walikuwepo 10 anataka wafike 20, wafike 40, wafike waongezeke. Yesu muda wote anatafuta faida. Amekupa talanta ya uhai, amenipa talanta ya uhai. Amekupa talanta ya kinywa. Amekupa talanta ya zote za afya. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na afya. Naomba wewe unanisikia na mimi naongea. Tutumie hii afya tuliyopewa na Mungu kumletea faida. Mtu mwenye afya anafanya kazi. Mtu mwenye afya asiyefanya kazi na asile ndio kwa Kristo ndio neno la Kristo. Asiyefanya kazi na Tesalonika wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 8 na mpaka wa 10 pale. Anaendelea anasema hoja ya 3 kumpenda Yesu ambayo Petro ndio alikuwa anadaiwa sana mara 3 ni kuzishika amri zake. Tushaona ilikuwa ni kusikia sauti yake, kufanya kazi yake. Lakini mtuone katika Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 3. Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 3. Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 3 anasema hivi. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu kwamba tuzishike amri zake wala amri zake si nzito. Sasa niulize, alikuwa anamuuliza Petro anasema, "Petro unanipenda?" Petro akasema ndio nakupenda. Unahitaji hata kuniuliza. Yesu anamwambia kwenye Yohana 1:5-3 Yohana wa kwanza 5:3 anamwambia huku ndiko kumpenda Yesu ni kuzishika amri zake. Leo hii watakwambia amri hazipo tena. Kanisa. Kwa hiyo tunaona tunaweza kwenda sehemu nyingine lakini kitu kingine kumpenda Yesu mbali na kwamba ni kulisikia sauti yake, mbali na kwamba ni kufanya kazi yake na kuimaliza, mbali na kwamba ni kuzishika amri zake, lakini kumpenda Yesu kule ambako Petro alikuwa anadaiwa mara kwa mara au mara nyingi ni kuichukia dunia. Tuko kwenye Yohana wa kwanza 5, twende Yohana wa kwanza 2. Yohana wa kwanza 2, mstari wa 15 anasema hivi. Msipe Yohana wa kwanza 2:15. Kumpenda Yesu. Kwa nini Yesu alimsitizia Petro mara 3 alikuwa anataka hivi vitu vitimie katika wewe na mimi. Anasema hivi. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kulingana na neno la Mungu, huyu Petro alikuwa na mimi na wewe tunadaiwa kumpenda Kristo mara 3 huwezi kumpenda kama unampenda na dunia vile vile eti. Lazima tutumie neno kulitafakari neno. Lakini mtu anaweza katoka hapa unaona Petro unanipenda, Petro anampenda, wakaruka, wakacheza na kamziki na nini wakatoka watupu. Tupu kabisa. Lakini hapa neno lazima litufafanulie. Mpenda nasema kuipenda dunia ni nini? Mtu anayependa muziki ya Diamond anaweza kumpenda Yesu? Mtu anayependa muziki yoyote ile inayoonyesha maungo na kuserebuka ni vigumu sana kumpenda Kristo. Kuipenda dunia nini? Kupenda habari story zake. Leo hii kuna vitu zinaitwa bongo movie. Zinafundisha takataka kabisa za kutosha na wateja wakuni wa Kristo. Alafu nakwambia nampenda na Yesu. Uwezo kupenda dunia, kipimo kingine uwezo kupenda kitu kinachopendwa na dunia ukawa pamoja na Kristo hata siku moja. Uwezo ukapenda vitu vya dunia vile ambavyo watu wa dunia wanapenda. Watu wa dunia wanaume wanapenda nini? Mipira. Watu wa dunia wanapenda nini? Haiwezekani mkawa pamoja, mkakanyaga kwenye udongo mmoja hata siku moja. Ndicho alichosema kwenye kitabu hiki. Ningeweza kwenda kwenye mistari mingi mingine lakini huu mmoja unatutosha. Hatuhitaji ushahidi mwingi sana. Nafikiri tutakuwa labda
Twende kwenye Mathayo tufungie pale tumalize na maneno ya Kristo kinywani mwenyewe. Ili kusudi sasa tuende katika sherehe yetu. Unajua ukisha kula rohoni hata ukila mwilini kwanza utavimbewa. Ukula tu utasikia vizuri. Kisha kula roho ikishiba mwili unashiba vizuri zaidi. Ni sana mtu kwenda kulala ukiwa umeshakula. Utajisikia shibe. Utajisikia usingizi mzuri. Jifanye unawahi kwenda kulala bila kula vizuri. Usingizi hauji. Sasa tunakula neno la Mungu tunashiba, tukishashiba tunakula chakula cha mwilini. Tunajisikia vizuri. Anasema katika kitabu cha Yohana ama Mathayo mlango wa 6 mstari ule wa 24 anasema hivi. Mathayo 6:24 huo ndo mstari wa mwisho wa kufungia staenda zaidi. Mathayo 6:24 Biblia inasema hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Unaweza kusema labda mali imeingiaje? Mali kimsingi ndio dunia hiyo. Sio kitu kingine. Mali. Mali ndio inakupa pesa ya kununua zile movie za series. Ndio itakupa hela ya kununua TV ukaangalia hiyo mipira. Yaani mali ni kila kitu. Kwa hiyo anasema kupendana kwangu ni mimi Yesu na ninyi kondoo wangu kutatokea iwapo tu hamtaipenda kwanza mali mtanipenda mimi. Je, mali Mungu atakupa? Sema hapana, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mengine atakuongezea na. Lakini yaje ya pili, yaje ya tatu. Leo hii wa Kristo mali iko mbele ya Kristo kabisa. Iko mbali. Yaani imetangulia mbele kabisa. Hana vigeuze, mweke Kristo mbele. Nani amenielewa nilichokisema leo? Nakushukuru Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa neema ya neno hili. Asante pia kutuongoza Baba kusikia neno hili. Na tuomba basi ukatufundishe Mungu, pia ukachukuliana na sisi katika udhaifu wetu Mungu. Tunakuomba kitu ambacho unakitenda kila siku wewe, umechukuliana na sisi katika udhaifu. Basi ukatutetee, ukatuongoze, kwa pamoja na watu wako wiki yote hii. Ukaenda na sisi katika sherehe kipindi kinachoendelea. Ukatubariki tukiapo na kutoka. Ukatulinde na mabaya na magonjwa na tetesi na hofu na maovu na mambo yanayokuja yanayoangalia dunia hii Baba mbinguni pamoja na watu wako. Ukatukinga na dhoruba zinazokuja mbele yetu Mungu. Tunakushukuru mfalme wa falme Bwana mabana katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuamini yote na kupokea yote. Amen.